Ndugu zangu wapendwa, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Leo nina habari nzuri sana, habari ambayo kwa ajili ya kusema nanyi tena katika siku ya leo. Mungu wa milele, Mungu wa mbinguni, anapotuma mtu jambo ni vizuri kutii na kulitekeleza. Kwa sababu Mungu anaposema anakuwa na maana njema na watu wake. Maneno ambayo leo nataka niongee na nyinyi ndugu zangu wapendwa, ni maneno makubwa, mazuri, ya muhimu sana kuyasikiliza. Lakini vizuri ukaelewa ya kwamba katika uelewa wa wanadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Kuna watu ambao ni mbuyeye na kuna watu ambao ni limuta. Mbuyeye ni watu ambao wanakuwa ni wagumu wa kuelewa. Mbuyeye wanakuwa ni watu ambao wanahamaki, ni watu wana hasira za haraka, na wakati mwingine wanafanya vitu ambavyo sio vizuri kwa binadamu mwenzake. Alafu baadaye anakuja kukaa na shtuka ya kwamba alifanya kitu ambacho alishamzuru mwenzake, au alishamfanyia mwenzake kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu ya hali yake ambayo anao ya akili yake. Ni mbuyeye. Mbuyeye wanakuwa ni watu wavivu. Wakiambiwa wafike kazini saa 2 asubuhi, anaona yeye hawezi, anaona bora afike saa 4. Kwa hiyo wanakuwa ni wavivu. Mbuyeye sio watu waungwana. Lakini limuta ni watu waungwana. Ni watu wenye bidii ya kazi. Ni watu ambao wanaelewa mambo. Ni watu ambao wanajali maisha ya wenzao. Ni watu ambao mfumo mzuri wa maisha. Haya nayoongea siku ya leo, ninaamini mtanielewa wote. Watu wa aina zote mbili, uwe mbuyeye au uwe limuta, naamini utanielewa. Mungu wa mbinguni aliniambia kuomba maombi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Niliomba maombi mwaka 2021. Tarehe ya 11 mwezi wa pili, nilimaliza tarehe 1 ya mwezi wa 3. Mungu akaniambia mwezi wa 3 mwaka 2021 Mungu ataonyesha upendo wake kwenye taifa la Tanzania. Na kweli kabisa mwaka ule, mwaka 2021, upendo wa Mungu ulionekana. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan akawa rais wa Tanzania. Rais huyu alitokea wakati mimi nilishajua ya kwamba Mungu ataonyesha upendo wake mwezi wa 3 mwaka 2021. Nampenda rais wangu, ninamwamini, ninajua ya kwamba Mungu alitupenda akatupa rais huyu Samia Suluhu Hassan. Huyu rais wetu Samia Suluhu Hassan ana kitu cha thamani, ana jambo jema, ana mambo mazuri ambayo anataka kuwafanyia Watanzania. Jambo jema, mtu mwenye kitu cha thamani, mwenye jambo jema moyoni, anaitwa Anosma. Anosma ni mtu ambaye ana kitu cha thamani. Mama huyu rais wetu ni Anosma. Anosma ndos. Ndos maana yake ni hongera sana. Mama Samia. Anosma ndos. Ni vizuri wa Tanzania wote tuungane naye kwenye kumpigia kura mwaka huu aweze kushinda uchaguzi. Mungu ameniambia rais huyu Dr. Samia Suluhu Hassan atashinda uchaguzi mwaka huu, mwaka 2025. Ndiye rais wa Tanzania ambaye ana kitu cha thamani kwa ajili yetu wa Tanzania. Anosma. Huyu rais wetu ana kitu cha thamani. Ni vizuri wote tumwamini, wote tumpende. Upendo ule unaoitwa yitiko. Kuna upendo fulani unaitwa yitiko, na kuna upendo mwingine unaitwa ashtom. Ile mtu anaposimama anaanza kuhutubia,
halafu watu wanaanza kumshangilia. Ule upendo unaitwa ashtom. Na baada ya hapo upendo unaoendelea unaitwa itiko. Mama huyu ni mzuri, tumpe upendo. Ashtom, itiko. Ndugu zangu wapendwa, Mungu aliniambia mwaka jana, mwaka 2024, niingie kwenye maombi kumuombea rais wangu huyu, kwa sababu atakuwa na upinzani mkubwa katika mwaka huu, mwaka 2025, katika uchaguzi huu. Nilianza maombi yangu kumuombea rais wangu. Nilianza maombi tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Na maombi haya nitamaliza tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025, jumla ya siku 700. Ninaanza Jumapili ya 1 mwezi wa kwanza mwaka 2024. Nitamaliza Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 12 2025, jumla ya siku 700. Leo ni siku ya 463. Naombea rais, naombea uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025, naombea serikali yangu, naombea wananchi, kwamba Mungu aweze kutujalia tuwe na amani. Taifa la Tanzania lisonge mbele. Sasa rais wangu huyu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mungu ameniambia atashinda uchaguzi mwaka huu, mwaka 2025. Atashinda uchaguzi yeye pamoja na makamu wake. Watashinda uchaguzi mwaka huu 2025. Kwa hiyo kama kuna mtu alidhani ya kwamba rais atatokea mtu mwingine mwaka 2025, hakuna. Mshindi wa urais mwaka huu 2025 ni Dr. Samia Suluhu. Shinda uchaguzi yeye na makamu wake. Ndugu zangu wapendwa wa Tanzania, naomba mnisikilize. Tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2022 nilizungumza maneno. Nilisema hivi: kuna mtu ambaye atajihuzulu katika serikali ya Tanzania, ataachia nafasi hiyo. Ataachia nafasi hiyo, Mungu anataka. Maneno haya niliyasema yalikuwa yanaenda kutendwa tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2022. Yule ambaye nilinena habari zake kweli kabisa amejihuzuru. Amejihuzuru nafasi hiyo. Sasa hivi amempa mtu mwingine. Huyo mtu aliyempa nafasi hiyo mimi nampenda. Ninamwamini ni mtu sahihi kabisa. Niseme hivi: nafasi ambayo Mungu wa mbinguni aliniambia Mungu anataka nafasi hiyo akae, Isidori Mpango. Achie nafasi hiyo ya umakamu wa rais. Alafu nafasi hiyo Mungu wa mbinguni angekaa hapo, angechukua mwenyewe, kwa sababu zake mwenyewe Mungu wa mbinguni na upendo wake kwa taifa la Tanzania. Kweli kabisa sikumtaja, lakini sasa nimemtaja leo. Maana wakati ule nilisema tu kuna mtu atajihuzuru, lakini leo nimemtaja ya kwamba alikuwa ni mheshimiwa Dr. Isidori Mpango. Dr. Mpango, Mungu aliniambia ya kwamba ni mwanawe, ni mtoto wake. Mungu anampenda. Na nafasi hiyo akamwambia atajihuzuru. Nafasi hiyo atakaa Mungu mwenyewe, lakini kupitia mtumishi wake aliyemchagua. Na mtumishi wake aliyemchagua kukaa kwenye nafasi hiyo, Mungu aliniambia ni mimi mwenyewe, Festo Daniel Chinolo.
Sasa unaweza ukajiuliza, ukasema kutoka uchungaji mpaka kuwa makamu wa rais, inawezekanaje? Inawezekana kwa sababu mambo ya Mungu. Umemsahau Yusufu? Yusufu alikuwa mfungwa tu. Yusufu alikuwa mfungwa gerezani. Lakini kutoka kuwa mfungwa mpaka akawa waziri mkuu. Unaona umuhimu gani kwa kama rais? Inawezekana kwa sababu Mungu amesema. Lakini sasa nafasi hiyo wamemweka mtu mwingine. Sina neno na yeye, aendelee. Na kwa kweli atashinda. Watashinda urais, rais atashinda na yeye atashinda. Rais atakuwa ni rais na yeye atakuwa ni makamu wa rais. Nampenda kabisa kwa moyo wangu wote. Hata ukitazama mimi na yeye, kweli kabisa kwa macho ya binadamu anaonekana yeye ni bora kuliko mimi. Hata watu wote nikusimamisha mimi na yeye hivi, yeye anaonekana ni bora kuliko mimi. Hata mimi ninamkubali kwa moyo wangu wote. Lakini je, Mungu anasemaje? Ndugu yangu mheshimiwa, makamu wa rais uchaguliwa, kama watachagua mtu mwingine hakuna shida. Mimi nakupenda, ninakuamini, ni kiongozi wangu bora sana. Na wala siwezi kuhitaji nafasi hiyo. Mimi kwa nafsi yangu siwezi hata kidogo. Kwa nafsi yangu siwezi mheshimiwa kutaka umakamu wa rais, mimi nafsi yangu siwezi. Lakini ni kweli kabisa Mungu aliniambia habari za Isidori Mpango kwamba ni mwanawe, na kwamba Isidori Mpango ataachia nafasi hiyo, atajihuzulu, na nafasi hiyo atakaa Mungu mwenyewe kwa kutumia mtumishi wake Mpango amejihuzulu. Nafasi hiyo ni kweli kabisa sasa itakiwa nipewe mimi, lakini wamekupa wewe mheshimiwa, na mimi nakukubali. Nasema asante sana na uendelee. Sasa ndugu mheshimiwa, utakapokuwa mmeingia kwenye mchakato, mmeshinda na mtashinda. Utakapokuwa umeingia ofisini tayari mheshimiwa, na kuomba ufanye kazi zako, lakini huku ukimsikiliza Mungu. Mungu anasema nini na wewe? Ikiwa Mungu atakwambia na wewe ujihuzuru, nafasi hiyo akae Mungu kwa kupitia mtumishi wake, yani mimi, mheshimiwa, kubali. Ninakuomba mheshimiwa, kubali. Na waheshimiwa, huyu mheshimiwa akijihuzuru kabla ya tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka wa 2025, nafasi hiyo jamani munipe waheshimiwa. Muniamini CCM. Kiongozi mnayepewa na Mungu moja kwa moja, musiwe na mashaka naye hata kidogo. Kiongozi mnayepewa na Mungu aliyeumba vitu vyote, musiwe na mashaka naye. Enyi wanadamu, enyi ndugu zangu, muaminini 100%. Kama nimesema hivi, ndugu mheshimiwa makamu wa rais, utashinda na utaingia ofisini kufanya kazi. Ninakuheshimu, ninakupenda, ninakuombea. Maombi yangu ni ya siku 700. Nitamaliza maombi tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Na kuomba, kama Mungu atakwambia na wewe ujihuzuru baada ya kushinda kabla ya tarehe 21 mwezi wa 12, mheshimiwa, na kuomba jihuzuru. Na kuomba jihuzuru mheshimiwa. Na wazee wa CCM,
muniamini. Ninawapenda. Nitakuwa makamu wa rais. Kama Mungu akishathibitisha huyu mheshimiwa akijihuzuru, nitakuwa makamu wa rais na nitakuwa kiongozi mwema. Msifikiri kwamba nitakuja huko ya kufanya kitu chochote kibaya kwenu wazee wa CCM au wananchi wa Tanzania. Hapana. Mungu amenituma mambo yafuatayo. Mambo ya mwaka 2034 utakuwa na mvua nzuri ya miaka 7. 2026 2027 nzuri utakuwa na mvua 2033 miaka 7. Hiyo njaa inaitwa Kwinzo. Itakuwa njaa kali 2030. Mungu akaniambia akasema, unapoingia kwenye nafasi hiyo ya umakamu wa rais, kumsaidia rais kwa habari ya kujenga magari mikoa yote ya Tanzania ili kuweza kutunza chakula. Miaka 3.5 itatunzwa hayo na kugawia watu. Lakini miaka 3.5 mingine itakuwa kutunza chakula, hakuna kugawia na wananchi kutunza chakula. Miaka 7. Baada ya miaka 7, mwaka 2033 kwenda 2034, mwaka 2034 itakwenda miaka 3.5. Mataifa yote duniani watu watakufa kama wanyama. Lakini Tanzania mkimkubali Bwana mtapona, mtaishi. Hakuna ambaye atakufa na njaa hata mmoja. Sasa jambo la kwanza ambalo naenda nalo. Jambo la pili ambalo naenda nalo, Mungu ameniambia deni la taifa la Tanzania ni deni kubwa. Deni la taifa la Tanzania kuweza kufutwa inahitaji mkono wa Mungu mwenyewe. Mungu aonekane. Mungu amenipa mbinu ambayo nitaenda kumshauri mheshimiwa rais namna ya kufanya ili deni la taifa liondoke kabisa. Kwa muda wa miaka michache deni la taifa la Tanzania litakuwa zero kabisa. Ni muujiza, lakini itakuwa hivyo. Baada ya hapo maisha yatakuwa mazuri sana. Kila mtu maisha yake yatakuwa bora sana. Na mambo mengine mengi ambayo Mungu ameniambia. Jambo la 3, ujenzi makao makuu ya nchi ya Tanzania. Kumshauri rais namna ya kujenga mji wa Dodoma, jiji la Dodoma liwe moja ya majiji bora kabisa mazuri duniani. Lamani yote, mipango yote, Mungu namna ya kulijenga jiji hili duniani. Mambo mengine mengi ambayo siwezi kuyaongea mahali hapa, lakini mambo mazuri yanafurahisha sana. Kila ambaye atasikia. Ndugu zangu wapendwa, wazee wa CCM muniamini. Pale itakapokuwa imethibitika huyu mheshimiwa aliyepo sasa, nimesema nampenda. Na nyinyi wote ambao ni marafiki zake mjue mimi nampenda. Huyo ambaye atashinda pamoja na rais. Yaani rais wa Jamhuri ya Tanzania atakuwa ndiye rais wa taifa la Tanzania. Na makamu wake wote watashinda. Sasa nikasema hivi. Ukishaingia ofisini makamu wa rais, vizuri kumsikiliza Bwana. Mungu akikwambia jihuzuru, jihuzuru. Ila Mungu kama hata sema ujihuzuru, usijihuzuru mtumishi, endelea kufanya kazi. Endelea. Mungu asipokuambia ujihuzuru, usijihuzuru, endelea. Ila Mungu akisema jihuzuru, jihuzuru. Akijihuzuru huyu mheshimiwa, nipeni nafasi. Haraka sana. Pufuta. Pufuta ni amri inayotakiwa kutekelezwa kwa haraka. Inaitwa pufuta. Mtumishi wa Bwana, muniamini na upenda.
naipenda Tanzania. Sasa maombi haya nimesema nitamaliza tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 Mungu atathibitisha mwenyewe ya kuwa nafasi hiyo ninayosema, je, ni kweli Mungu amenituma au ninasema kwa nafsi yangu mwenyewe? Enyi Watanzania wote msikie, wote mnaosikia, nimesema Mheshimiwa Makamu wa Rais, nakupenda. Ukishaingia kwenye ofisi, Mungu akisema na wewe jihuzuru kabla ya tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025 mwaka. Jihuzuru Mheshimiwa. Mungu akisema na wewe. Kama Mungu hajasema na wewe, hakuna shida Mheshimiwa. Nimesema nakupenda, na nyinyi wote ndugu zake, wote wa ndugu zangu, wote wapendwa, mjue mimi nampenda Mheshimiwa. Naipenda nchi yangu, napenda kwa kweli. Na sina tatizo naye hata kidogo. Nishazungumza. Nimesema hivi. Ikiwa mimi ninasema uongo, haya, Mungu atathibitisha tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Saa 9:05 Mungu atathibitisha ya kwamba haya ninayosema ni ya kweli. Na mimi nawaomba, yatakavyokuwa vyovyote, mjue mimi nawapenda. Vyovyote vile wapendwa, nawapenda. Itakapokuwa Mungu amethibitisha ya kuwa ni kweli Mungu alinituma kwa habari ya nafasi hiyo, na waomba ndugu zangu, pufuta nipeni makamu wa rais haraka, nifanye kazi ya Bwana nikishirikiana na mpendwa rais wangu ninayempenda sana, Samia Suluhu Hassan. Bwana amenituma. Ndio maana naomba maombi haya ya muda mrefu, na muombe kwa sababu Bwana amenipa mzigo huu kumuombea. Ninajua Mungu alichosema na mimi. Mungu anataka tushirikiane na yeye kwa habari ya kujenga nchi ya Tanzania na kuokoa Tanzania, na saa ijayo inaitwa mwaka 2030. Ndugu zangu wapendwa, na Bwana awabariki sana. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya mambo haya yote niliyozungumza na kuomba, Mungu aliniambia kwamba mwaka 2021 mwezi wa 3 upendo wake ungeonekana, na niliandika kwenye mtandao kwamba tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 upendo wa Mungu utaonekana. Mheshimiwa Rais, ulipewa rais na Mungu mwenyewe, na kwa kweli Mheshimiwa Rais, Mungu ameniambia utashinda rais mwaka huu 2025. Na ushindi usiukatae, usiwe na wasiwasi, na ushikilie, na utashinda hakika. Mheshimiwa Rais, bunge lijalo, katika wale watu 10, mimi usiniache, na kuomba kwa jina la Mungu, usiniache niweke. Nitaingia kwenye kugombea, lakini haya nayo yaongea namna wewe ulivyopata urais. Mungu alivyonionyesha kazi iliyofanyika katika ulimwengu wa roho kupambana na nguvu za giza, mpaka wewe unaendelea mbele vizuri, wengine hawajui. Kwa hiyo tutakapokuwa nitapeleka vyeti vyangu, lakini inategemea, ila wewe unajua maombi nayo kuombea na haya nayo zungumza na kuomba. Mheshimiwa Rais, katika zile nafasi za watu 10 usinisahau. Jambo lingine, mtumishi wa Bwana, Mungu ameniambia wale ambao mnaamini ujumbe hizi ninazozungumza,
Wale mnaoamini ujumbe huu ninaosema, nawaomba munisapoti, munisaidie. Mungu amenituma kweli. Mungu huyu aliyenituma anaitwa Yahama. Yahama manake Mungu wa kweli. Yesu manake Mungu Mwokozi. Yehova manake Mungu wa wote, Bwana wa majeshi. Mungu Yahama, Mungu Yehova, Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu amenituma. Yule anayeamini mambo haya ninayonena, naomba unisapoti, kwa sababu Mungu aliniambia Yahama ikabo Tanzania. Yani utukufu wa Mungu wa kweli umeijia Tanzania. Yahama ikabo Tanzania. Utukufu wa Mungu wa kweli umeijia Tanzania. Naomba unisapoti. Nitumie hela kwenye 06 98 59 82 21. Airtel 06 98 59 82 21. Wewe utakanitumia pesa kwenye nambari hiyo, muujiza wa Sarepta utakujia nyumbani mwako. Yahama ikabo Tanzania. Mungu awabariki sana. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amen.